Je, umewahi kuhisi kwamba maisha yako ni madogo mno na unataka kuwa na maana zaidi kuliko kile unachokiona kila siku? Unataka kuishi kwa njia ambayo inakuhusu wewe, lakini pia inafaidisha wengine? Leo tutajifunza siri ya self-transcendence, yaani jinsi ya kuishi zaidi ya nafsi yako na kugusa maisha ya wengine kwa nguvu ya maana. Kabla hatujaanza, usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kila video mpya ikitoka uwe wa kwanza kujifunza kitu kipya kuhusu akili ya mwanadamu na maisha ya kila siku kisaikolojia. Self-transcendence ni nini? Self-transcendence ni hatua ya juu ya ukuaji wa kibinafsi ambapo mtu haangalii tu maslahi yake binafsi, bali anatafuta maana ya maisha yake kupitia kuunganisha maisha yake na kitu kikubwa kuliko yeye mwenyewe. Hii inaweza kuwa familia, jamii, kazi yenye maana au hata ubunifu unaobadilisha maisha ya wengine. Kwa maneno rahisi, ni kuishi kwa nguvu ya moyo na akili zako, lakini kwa lengo la kuleta mabadiliko chanya kwa wengine. Hii sio tu kuhusu kufikia mafanikio au furaha binafsi, bali kuhusu kuelewa kuwa maisha yako yana thamani zaidi unapogusa maisha ya wengine. Kwa nini self-transcendence ni muhimu? Huweka maisha yako kwenye maana ya kweli. Wakati mtu anazingatia zaidi nafsi yake, mara nyingi anapata msongo, hasira au upweke. Self-transcendence husaidia mtu kupata suluhisho la ndani kwa kuzingatia lengo kubwa kuliko nafsi yake. Inaongeza furaha ya kweli. Kwa tafiti za kisaikolojia zinaonyesha kuwa watu wanaojishughulisha na miradi inayowaingizia wengine furaha hupata furaha ya kudumu zaidi kuliko wale wanaojali maslahi yao pekee. Hukusaidia kushinda hofu ya kifo au kupoteza. Wakati unajiona kama sehemu ya kitu kikubwa kuliko wewe mwenyewe, hofu za kawaida zinazohusu maisha hupungua. Njia za kuishi zaidi ya nafsi yako. Namba 1, kuelewa na kushirikiana na wengine. Kuishi zaidi ya nafsi yako kunaanza kwa kutambua kwamba hatuko peke yetu. Kusikiliza kwa dhati, kusaidia wengine na kushirikiana katika jamii kunakupa mtazamo mpana wa maisha. Kupitia kusaidia marafiki, kujitolea au kushiriki ujuzi wako, unaona thamani ya maisha yako ikiongezeka kupitia maisha ya wengine. Namba 2, kuongeza ubunifu unaogusa wengine. Kila mtu ana kipaji cha kipekee. Kutumia vipaji hivyo kama muziki, sanaa, maandiko au teknolojia kuleta mabadiliko kwa wengine kunakupa furaha ya ndani na kuchangia maendeleo ya jamii. Hata kitendo kidogo cha ubunifu kinaweza kuwa na maana kubwa kwa mtu mwingine. Namba 3, kujitolea kwa malengo ya juu. Malengo yanayopita faida binafsi huleta maana ya kweli. Kujitolea kwa miradi au shughuli zinazogusa maisha ya wengine hukupa shauku ya kuendelea mbele na kukufanya ujisikie sehemu ya kitu kikubwa kuliko nafsi yako. Namba 4, kutambua kwamba wewe sio kitu pekee. Kila mtu ana nafasi yake kwenye ulimwengu huu. Kutambua kuwa wewe ni sehemu ya mtandao mkubwa wa maisha hupunguza hofu na huzuni na kukuza amani ya ndani pamoja na huruma kwa wengine. Namba 5, kuendeleza shukrani ya kila siku. Self-transcendence ni mtindo wa maisha. Shukrani kila siku kwa kile ulichonacho na watu walio karibu nawe huongeza furaha ya ndani, hupunguza ubinafsi na kuimarisha uhusiano wako na dunia inayokuzunguka. Faida za self-transcendence kisaikolojia. Namba 1, hupunguza msongo na hasira. Wakati mtu anapojitahidi kuishi zaidi ya nafsi yake, anapata mtazamo mpana wa maisha. Changamoto ndogo hazionekani kama mzigo mkubwa, na hivyo msongo unaopatikana kila siku hupungua. Kujihusisha na kitu kikubwa zaidi ya nafsi yako kuna kufundisha kushughulika matatizo kwa utulivu, kuepuka hasira zisizo za lazima na kudumisha akili yenye uwazino. Hii ni muhimu hasa kwa wale wanaopitia changamoto za kila siku, kwani huunda amani ya ndani isiyo na kikomo. Namba 2, inasaidia kujenga mahusiano ya kweli na yenye maana. Self-transcendence hukuza uhusiano wa dhati na wengine. Wakati unapoelewa kwamba maisha yako yanahusiana na maisha ya wengine, unajifunza kushirikiana, kuungana na kuonyesha huruma. Mahusiano kama haya
hayategemei faida za muda mfupi, bali husaidia kila upande kukua kiakili na kihisia. Hii huleta furaha ya kweli na hisia ya kuwa na thamani katika maisha ya wengine. Namba 3, inaweka akili yako kwenye hali ya utulivu na amani. Wakati unapoishi kwa kujitolea na kuzingatia kitu kikubwa zaidi kuliko nafsi yako, unapata amani ya ndani. Hii ni kwa sababu unapoelewa kwamba maisha yako ni sehemu ya mfumo mkubwa zaidi, huzuni ndogo zinazotokea kila siku hazina uzito kama awali. Akili inakuwa na utulivu, moyo unakuwa na amani, na unajikuta ukiishi kwa furaha na urahisi wa kiakili. Namba 4, hukuza uelewa wa huruma na uelewa kwa wengine. Self-transcendence hukuza uwezo wa kushirikiana, kuelewa na kuonyesha huruma kwa wengine. Kujitolea kwa wengine hukuza huruma ya kweli na uelewa wa kihisia. Hii sio tu kuwasaidia wengine, bali pia huongeza furaha yako ya ndani na kurahisisha mahusiano ya kibinafsi. Watu wenye huruma huchangia kwenye jamii yenye amani na mshikamano, na hatimaye wanapata kuridhika kwa maisha yao binafsi. Mchakato wa kujijenga kwenye self-transcendence. Namba 1, anza kwa kufikiri. Hatua ya kwanza ni kuchukua muda wa kutafakari. Maisha yangu yana maana gani kwangu? Au ninataka maisha yangu yaje kuwa na athari gani kwa wengine? Hii ni muhimu kwa sababu inakuwezesha kutambua mahali unapopaswa kuanza. Wakati mtu anapofikiri kwa kina, hujua ni kile kilichozunguka thamani yako ya ndani, na hii inakuwa dira yako ya kisaikolojia. Kufikiri kwa makini kuna kuandaa kuendeleza maisha yenye lengo la kweli na thamani ya kudumu. Namba 2, tambua kitu kikubwa zaidi ya nafsi yako. Baada ya kutambua maana ya maisha yako, tafuta kitu ambacho ni kikubwa zaidi ya wewe mwenyewe, ambacho ungependa kuguswa nacho. Hii inaweza kuwa familia, jamii, mradi wa kijamii, au lengo la kiubunifu kama muziki, sanaa au teknolojia. Kitu hiki kinakuwa dira yako. Kila hatua unayochukua inakuwa sehemu ya lengo hilo kubwa na kukufanya ujisikie umeunganishwa na kitu chenye maana. Namba 3, fanya hatua ndogo kila siku. Self-transcendence haimaliziwi kwa matendo makubwa pekee. Hatua ndogo kila siku zina thamani kubwa. Hii inaweza kuwa kusaidia wengine, kushiriki maarifa, kushirikiana kwenye miradi yenye maana, au kutekeleza vipaji vyako ili kugusa maisha ya wengine. Kila kitendo kidogo kinachofanywa kwa nia ya kuleta manufaa kwa wengine kunakupa furaha ya ndani na kukujenga kidogo kidogo kuelekea lengo lako la juu. Namba 4, angalia matokeo na hisia zako. Mara baada ya kuchukua hatua hizi, chukua muda kuangalia matokeo. Je, unajisikia tofauti? Je, moyo wako unapata utulivu na furaha ya kweli? Je, unajiona ukiwa sehemu ya kitu kikubwa kuliko zaidi? Kila hatua unayochukua kwenye mchakato huu hukuza uelewa wa ndani, unakufundisha sabiri na kukupa nguvu ya kisaikolojia. Namba 5, kuendeleza tabia ya kutafakari na kushukuru. Self-transcendence ni mchakato wa kudumu. Kila siku, chukua muda wa kutafakari mafanikio madogo na kushukuru fursa ulizopewa. Hii huongeza uelewa wa maisha yako, hupunguza ubinafsi na kuweka moyo wako katika hali ya furaha na utulivu. Shukrani na tafakari ya kila siku huunda mtindo wa maisha unaohusiana na thamani kubwa zaidi ya nafsi yako. Namba 6, kuunganisha matokeo na malengo mapya. Mara baada ya kuona matokeo ya hatua zako, anza kuunganisha yale uliyojifunza na malengo mapya ya kiakili na kihisia. Hii inaweza kuwa kuongeza msaada kwa wengine, kuendeleza vipaji vyako, au kuunda miradi inayogusa jamii. Hii hufanya self-transcendence kuwa mchakato unaoendelea, unaokuwa na wewe, na kuendelea kukuza lengo la maisha yako kila siku. Self-transcendence ni zaidi ya mbinu ya kisaikolojia, ni njia ya maisha. Wakati unapoishi kwa nguvu hii, hupata furaha, amani ya ndani, na unashughulika changamoto za maisha kwa mtazamo wa tofauti kabisa. Anza leo, angalia maisha yako kwa jicho la maana na jaribu kugusa maisha ya wengine. Ikiwa umependa video hii, acha maoni yako hapa chini. Ni sehemu gani iliyokugusa zaidi? Like video hii,
share na rafiki zako, na hakikisha umesubscribe kwa mafunzo zaidi ya kisaikolojia yanayogusa maisha halisi. Tukutane tena kwenye video nyingine. Bye.